Katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto anaishi na kufanya kazi mitaani ambayo huadhimishwa kote duniani kila ifikapo tarehe 12 Aprili ya kila mwaka, maafisa ustawi wa jamii na maendeleo ya jamii wilayani Rorya wameadhimisha siku hii kwa kutoa elimu mashuleni, wakiwakutanisha wadau, wazazi, viongozi wa serikali za mitaa na wanafunzi. Lengo kuu la siku hii ikiwa ni kuhamasisha jamii na wadau kutambua, kulinda na kutetea haki za watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani na kuhakikisha wanapata haki za msingi sawa na watoto wengine. Inakumbukwa kuwa watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani hukumbana na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na kukosa elimu, kufanyishwa kazi hatarishi, unyanyasaji wa kijinsia na kimwili, ukosefu wa malezi na ulinzi, matumizi ya dawa za kulevya pamoja na kukosa makazi salama. Hata hivyo, kuwepo kwa watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani imesababishwa na umasikini wa familia, migogoro ya kifamilia, mila na desturi potovu, ukosefu wa elimu na malezi na makuzi ya watoto kwa wazazi na walezi, pamoja na kutelekezwa kwa watoto. Wakizungumza mara baada ya maadhimisho hayo, baadhi ya wadau katika maadhimisho hayo wamekuwa na haya ya kusema. Elimu kwa kweli ilikuwa ni nzuri na watoto wameipokea kwa upana na wamejibu maswali ambayo wameulizwa kwa faida yao na jamii, na wameahidi kutoa elimu si hapa tu, wataendelea kutoa hata elimu sehemu nyingine. Na hata sisi kama taasisi tumeshukuru sana, kwa sababu hapo watoto ambao wako mitaani hawana sehemu ya kusaidiwa. Kupitia elimu hii, ni imani yangu kwamba itatusaidia sisi kama taasisi na jamii kwa ujumla, ili tupate jamii ambayo iko bora kwa ajili ya faida ya taifa la kesho. Nadhani kwa upekee naomba pia niwakaribishe awamu nyingine waje pia waendelee kutoa hii elimu ili kuturahisishia utendaji, kwa sababu tunashirikiana idara moja na idara nyingine ili kukuza mahusiano pia na kutoa elimu hii inatunufaisha wote, jamii kwa ujumla. Na sisi kama dini au taasisi, usalama wa watoto wetu, tunaungana pamoja na serikali yetu kuhakikisha eneo hili linachukua nafasi ya muhimu kwa ajili ya vigezo vya elimu, ili watoto wafikie hatua ya kutimiza ndoto zao, kwa sababu tunapotambua eneo hili bado wana maisha mengi yaliyo mbele. Lakini wakitambua faida ya elimu kwanza ni ufunguo wa maisha, ambayo itawalinda kuanzia kwa wakati huu na wakati ule baadaye katika miaka yao ya kujitegemea. Lakini sisi kama dini au viongozi wote wa dini, wachungaji, mashehe, maaskofu, kwa tunachukua jukumu hili kulianzia katika mataasisi yetu au katika jamii iliyotuzunguka, kuona usalama wa watoto, kwa wanaotembea mtaani bila kazi au kwa wanaodhulumiwa haki za elimu, aidha wazazi kutokuelewa nafasi ya elimu ni nini juu ya mtoto wake. Basi tutachukua nafasi hii kufuatilia watoto hawa ili kuwafikishia katika eneo husika, hatimaye waweze kutimiza ndoto zao kwa siku zinazokuja katika maisha yao. Ni hilo tu. Niombe kila anayesikia sauti hii, penda mtoto aliyezaliwa chini ya jua yupo kwa ajili ya kila anayetamani kutimiza ndoto zake. Kwa tukifanya hivyo kwa ufanisi, elimu hii itatembea kwa jamii yote na kila mmoja kuona umuhimu wa elimu. Asante sana.